Diamond anachomshinda ni kitu kimoja. Diamond sio kama zile anapiga chaka nyingi sana, lakini ana demand zake na management yake ze demand wanazizingatia. Demand ya kwanza, nataka audience yangu iwe comfortable. Yani ukizingatia audience yako kuwa comfortable, utakuwa umepiga gepu. Eneo liwe kubwa, kuwe na promo imefanyika ya kutosha, kuwe na matenti pembeni. Ndio anachowini Diamond. Ana deal na audience. Yani yeye kashapata pesa, lakini audience, angalia show zote za wazi Diamond anazozifanya. Hasubiri mashabiki wachoke, atawahi kupanda. Mimi nimeuziana show za wazi zote. Atawahi kupanda kabla mashabiki hawajachoka. Atawahi kupanda kabla jua halijawa kali. Atawahi kupanda kuhakikisha anaimba nao pale jua kali wameshachoka, utaimba nao vipi? Kwa hiyo kinachomferisha, Harmonize anajua kuandika, anajua kuimba, ambao Diamond hawezi kufikia hicho kiwango cha kuandika, kuimba hawezi kufikia. Anampiga gepu kwenye demand. Na Harmonize anaweza akaweka demand na watu wakazifanya. Ni kuamua kuambia management ya Diamond iko serious. Yani wamefika uwanjani, audience haipo comfortable, Diamond yapandi. Nakwambia anaweza kafika hapa anakuambia fanyeni tena, nitapanda baada ya masaa 5. Anaondoka. Leo mimi ningefurahi kumwona mtu kama Diamond anakwenda kuperform kwenye mechi ya Dar City pale bure. Ningemwona na akili. Kwa sababu Dar City shajitangaza, lakini kwa sababu management yake haifocus, inawaza pesa kuliko kutengeneza long term investment, watakataa. Na hapo ndo wanapoenda kujizika kimziki. Mimi nakwambia miaka 2 ukimsikia Diamond, mimi nitimbie shimo, nipigeni mali nife mnizike. Kwa hiyo wasanii Alikiba, Harmonize, Diamond, Mario wajipange, wakae waangalie wanakosea wapi. Hii sasa ndo hapa napata picha, lazima ujicollaborate na club kama Dar City. Kuna muda mwingine msanii unataka ujitolee kwenye club kama Dar City ili ujengeneze value yako. Dar City tayari wanasema international. Inafahamika. Kwa hiyo ukijiblandi nayo unapata penetration kuangaliwa.